Ali Mayai. Ali Moshi Tembele Mayai. Kiungo nyota kabisa wa zamani na nahodha pia wa timu ya taifa ya Tanzania. Ameamua kujitosa na hii itakuwa mara yake ya kwanza. Ali anakuja kujaribu tena bahati yake. Wachezaji wa zamani wanapendana kwa hiyo wenyewe wakaenda wakachukuliana form. Kwa hiyo ni rasmi sasa Ali Moshi Tembele Mayai ameingia katika vita ya kusaka urais wa TFF. Inaelekea na ndoto. Ana ndoto ya kushika hiyo nafasi. Ana ndoto kwa sababu si mara ya kwanza kama unavyosema. Ndio. Lakini ahead kuna mtu ambaye tayari ameshakaa kwa muda fulani na manake ameshakaa kwa temu mbili. Ameshakaa kwa temu mbili, manake ana vitu vya kueleza katika yale ambayo ameshafanya ndani ya hichi kipindi. Kwa yeye itakuwa ni kueleza kipi ambacho anaenda kukifanya. Kipya. Unajua kuna ugumu wa kumtoa aliyekuwa kwenye madaraka katika chaguzi aina yoyote. Unless huyo mtu awe alikuwa amefanya vibaya sana. Lakini pia inawezekana kama huyo anayekuja naye amejipanga sawa sawa katika sera zake kwa kuangalia mapungufu ambayo yamekuwa yakitokea katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni chini ya utawala wa mwingine. Kwa hiyo ni chaguzi ambayo inaweza ikawa sio rahisi sana kuitabiri. Umeelewa? Kuna chaguzi zingine zinasema hii imeisha. Kwamba sio rahisi kuitabiri. Sio rahisi sana. Iko tricky kwa mimi mtazamo wangu kwa sababu jina la Ali Mayai kwenye mpira na kwenye vinywa vya wafuatilia mpira nadhani lina sio geni na lina usafi katika kiasi chake. Kuna ile trust ambayo watu wengi wako nayo kwenye hilo jina kwa sababu hajatokea tu hapo kwenye karia yake ya uchezaji. Ukija mpaka alivyokuwa anafanya chambuzi zake, namna ambavyo watu wa pande zote mbili wanamrespect, sio kama anaeleweka. Yaani Ali Mayai ni ile jina ambalo unaweza ukaliweka katikati alafu lisigawanye ushabiki kati ya Simba na Yanga. Bwana mimi naona uchaguzi mweupe huu. Kwa nani unaona? Kwa Ali Mayai? Hapana. Kwa karia. Kwa president. Kwa nini? Wajumbe tayari kutokea katika mkutano mkuu walitaka kupitisha kwamba ina haja ya kugombea. Sasa mbona hawakupitisha? Kwa sababu ya mema ambayo ameyafanya. Sasa mbona hawakupitisha ili tu shughuli ishe ni kanuni. Ili shughuli ishe tusiwe na chaguzi. Lakini ulimsikia Murtaza Mangungu, ulimsikia rais wa Young Africans. Lakini hao wote ni kweli. Hao wote inawezekana baki kunajua kimepita kitambo na amepita mambo mengi hapa. Unajua binadamu unaweza ukasema leo hili lakini kesho ukaja na kitu kingine. Yamepita mengi hapa. Leo hii nadhani hata ukienda ukamuuliza kabla kila mtu katifuko kwa namna yake. Leo hii ukienda ukawauliza hao ukitafuta nafasi yako jambo moja tu ili lichafue mema yote waliokuwa wamesema pale. Mimi nakupa homework. Ndio. Nenda kamtafute kaka yako, swahibu yako Mangungu, zungumza naye. Mwambie msimamo wako bwana ni ule ule ambao sauti tunayo. Nenda pia kamtafute kaka yako, swahibu yako Engineer Harris pia. Mwamuulize pia bwana msimamo ndio ule ule. Manake unaona bwana, manake hata siku ile pia katika ule mkutano walitaka kupitisha azimio kwa bwana mwakani kusiwepo hata makeni kwa mwaka jana kusiwepo hata nafasi manake ni zaidi ya miezi 6 sasa. Walitaka tu wajumbe ndio wapigiwe kura. Wajumbe tu wakamati utendaji ndio wapigiwe kura. Nafasi ya urais bwana hiyo ishatoka, ishaisha hiyo. Imeisha hiyo. Ndio litaka pale, lakini naona hilo alikufanikiwa kwa sababu na mimi binafsi yangu natamani kuona sura mpya ndani ya TFF. Yes, natamani kuona sura mpya ambayo itakuja na maono mapya. Sio kwa kuona waliopo hivi sasa hawafai, lakini nafikiri kwa mihula miwili ambayo wamekaa washafanya ambacho wamekifanya, na of course watakuwa hata wameondoka wataondoka na heshima yote. Kuna kazi kubwa sana ambayo wameifanya, lakini nafikiri hitaji maono mengine mapya ambayo yatatuvusha hapa tulipofikia kuelekea mbele zaidi. Na nafikiri miongoni mwa vitu ambavyo natamani kuona vinafanywa kazi na watu wenye maono mapya ni kubadilisha kubadilisha structure ya mpira wetu. kuna baadhi ya vitu ni kama havipo sawa, na kutokuwa sawa naamini kuna
watu fulani ambao walikuwepo kwenye mpira toka kipindi cha Blatter, kuna namna yao ya kuongoza mpira, alafu saizi imekuja generation mpya ambayo pia wana namna yao ya kuongoza mpira. Ukiangalia baadhi ya viongozi wengi ambao walikuwepo toka kipindi cha Blatter, ile system yao ya uongozi kuna sehemu ina walaki. Yani Karia hatuwezi kumzungumza kwa ubaya, kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza kumzungumza kwa uzuri, lakini kuna sehemu pia ambayo kama unaona maono yake yameishia hapa, sasa tunahitaji mtu mwingine. Mfano nilikuwa nazungumzia hapa na kipindi, mimi sielewi ile structure ya uongozi wa TFF kwa namna gani inakuwa vile. Yani kivipi uielewi? Mfano ukiangalia ule shina la ama ule muongozo mzima, muhimili mzima wa uongozi, kwamba nani yuko juu? Kuna president ambaye yuko juu. Ndio. Then kuna kidau. Vice president na second vice president. Kuna second vice president. Lakini kuna kidau ambaye ndio mtendaji. Kuna ile kamati ya utendaji, ya uendeshaji ile ya utendaji ambayo ukiangalia hapa president huyu kidau tunaambiwa kwamba ni mwajiriwa. Ndio. Lakini process ambayo ilipelekea yeye kuajiriwa muhula uliopita haikuwa sawa kulinganisha na muhula nyuma yake. Yani kama kulikuwa kuna vitu havikuwa sawa, ni kama ili base zaidi kwenye kuteuliwa kuliko kuajiriwa. Sasa kama alikuwepo mwajiriwa anafanya vizuri kazini, si anaongezewa mkataba tu. Hiyo haina shida kama anafanya vizuri, lakini sasa mimi ndo napoelekea kwamba kidau ni kama aliteuliwa kuliko kuajiriwa. Then ile kamati ya utendaji kwa zaidi ya 80% kaiteua nani? Karia, si ndio? Kuna waliopigiwa kura, lakini majority waliteuliwa na president. Kwa hiyo hapo tayari kuna watu watatu ambao mlengo wao umekaa mmoja. Kuna kidau, Karia mwenyewe ambaye ni president, alafu kuna kamati ya utendaji. Unaona hiyo? Hao wote watatu, hii mihimili yote mitatu kuwa na sei moja ni kitu rahisi sana. Then shuka huku chini mpaka mfano kwenye jinsi ambavyo bodi yetu ya ligi ile. Lakini katika mazingira ya kuongoza mara nyingi sana viongozi hutengeneza safu zao ambazo zinaweza zikawasaidia kufanya kazi vizuri. Sasa unajua hiyo inakuja vipi? Mkiwa wote mna lengo thabiti, mnataka kwenda kwenye mlengo mmoja, na kuwa rahisi kwenda kwenye mlengo thabiti ambao wote mna mlengo mmoja, mnaelewana. Lakini upande wa pili narudi vile vile, mkitaka kufanya ubabaishaji pia kwa ajili nyewe wote ni wamoja na mmechaguana, inakuwa rahisi pia kufunga baadhi ya vitu na mkapitisha ajenda zenu ambazo sio sawa kwa ajili wote mna mlengo mmoja. Kwa hiyo nimeanzia kuanzia juu kule TFF, ambapo naona structure yake imekaa ni kama ya kuchaguana, weka hapa. Kwa hiyo chochote ambacho atataka kukipitisha atakipitisha kwa rahisi kwa ajili kwenye zile ngazi muhimu wote wale wamechaguana wenyewe kwa wenyewe. Lakini ni rahisi kuchagua mtu kama katiba hairuhusu ama ikubali. Sasa hizi ndio maana nikasema hapa mwanzo nilikuwa nahitaji mtu mwenye maono mapya ambaye atakuja kututengenezea structure nyingine ya uendeshaji kuliko hii ambayo imekaa. Kwa mfano Maulid, kama una ajenda yako hata kama haipo sawa, lakini hao wote waliopo chini yako si umewateua wewe. Kwa hiyo wanaweza akaipitisha ile ajenda kwa urahisi, tofauti kama ule structure yenyewe imekaa sio ya kuchaguana, ni ya kupigiana kura, ama haiwezi ikawa ni ya power ya mtu fulani tu kuchagua mwenyewe kidogo. Kuna watu wataingia pale alafu watakuwa na maono tofauti, mnabidi margue inapokuja issue yoyote. Sio issue tu ya kuambiana kwamba wewe bwana nimekuweka mimi, wewe nimekuweka mimi. Kidogo mnapata maono tofauti. Hilo na mimi navutika kwako kidogo, lakini mimi nasogea sasa mbali zaidi. Kuna sarakasi nyingi zimechezwa katika chaguzi za mikoa kusema kweli. Unajua hamkufuatilia hapa katikati, lakini mimi kuna watu wamenifahamisha kuna mambo mengine yaliyofanyika ni aibu katika mikoa chaguzi. Watu walishapigiwa kule kama bwana huyu hapana kama mkoa gani? Sasa mimi nakupa homework, wewe kaifuatilie mikoa. Kuna heka nyingi, kachimbe wewe, ni mdau. Kwa kusema kweli haileti picha nzuri kusema kweli. Yaani haileti afu wewe unajua hata karibuni hapa pia
kuna mizozo mingine ambayo ilitokea hata kule Tefa kwa wilaya kama kilichotokea juzi Ufa au kilichotokea Ufa juzi yani. Lakini TFF hapo sayusiki hapo. Hayusiki, lakini sasa huku ndo kote tunapoanza wilaya tunakuja ngazi ya mikoa. Sababu lazima tufanye wilaya. Alafu tunakuja mikoani. Sasa hizi serikali zinaanza huku chini bwana, huyu mjini wa mbali huku chini. Unaona? Kwa kuja hata huko mkoa, kwa sababu huyo Ufa inatajwa alofanya maamuzi alosema nini ni wa mkoa, kwa sababu alimuona huyu anakuja si akanisumbua huko. Unaona? Yeah. Nadhani shida kubwa sana ambayo ipo kwenye siasa za mpira wa Tanzania ni kwamba mtu ambaye of course duniani inaweza kuwa mtu ambaye yuko madarakani, namna ya kumtoa pekee ni yeye afanye vitu ambavyo vinamchukiza pengine kila mtu kwenye mpira, let's say. Yaani kwa mfano sasa hivi hapa Rais Wallace Karia angekuwa amefanya vitu ambavyo watu wengi sana vimewachukiza kwa kiasi kikubwa kwenye wakati ambao yeye yupo, angepata pressure kubwa sana yeye pengine kuacha kugombea kabisa. Lakini kama akihitaji kuendelea, kuna urahisi kutokana na mfumo ambao upo. Na ukijaribu mfumo ama aliyoyafanya, mfumo uliopo, lakini pia hata ambayo ameyafanya. Yaani sasa hivi hata kama kuna mtu mwingine ambaye tunamuona ni mtu potential kabisa, anaweza kaenda kufanya zaidi ya ambacho amekifanya Wallace Karia, lakini yeye akihitaji kuwepo madarakani ni rahisi yeye kuendelea. Inaweza kuwa sio kwa sababu ya aliyoyafanya, lakini mfumo pia unamsaidia kutokana na kwamba watu ambao wapo kwenye eneo ambalo yeye anafanya kazi, kwa maana ya hapo TFF chini, lakini pia kwenye hizo kamati za uchaguzi, tayari mara nyingi huwa watu wanatengeneza mizizi na wanatengeneza watu ambao wanaweza wakawasaidia pengine kupata urahisi wao kufanyaje kuendelea kuwepo kwenye madaraka. Kwa changamoto kubwa nadhani ni mfumo ambao upo, na kikubwa zaidi ambacho nakiona kwenye huu uchaguzi, Ali Mayai Tembela anaweza kaenda kukutana na upinzani mgumu sana kutoka kwa Karia, ni kutokana pia hata na ambayo amekuwa anafanya. Sasa hivi ukiwauliza watu wengi sana mabaya na mazuri ambayo ameyafanya Karia kwenye wakati wake, mazuri yanaweza kuwa mengi kuliko mabaya. Mimi natamani kujua sera za Ali zinasema nini kabla ya mambo mengine. Unajua ndio maana nasema wa nani bado siasa, ndio maana nasema yani natamani kujua kwanza sera zake na maono yake yakoje, kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza vikagawanyisha maoni ya watu. Umeelewa? Hivyo ndivyo ambavyo vinaweza vikanunua imani ya watu, kwa sababu watu wanamjua Ali kwa maono yake na kwa maoni pia ambayo amekuwa anayatoa kwenye vitu mbalimbali akiwa very positive, na ndio maana anaheshima na pande zote mbili au anaheshimika na pande zote mbili. Unajua kuna mchezaji ukisikia huyu alicheza Yanga ni nadra kukuta anaheshimika Simba. Au akawa anacheza Simba afa akaheshimika Yanga. Ni lazima huo uliishi katika misingi ambayo iliwapendeza wote. Umeelewa? Ama katika nyakati ambazo ulipata fursa za kutoa maoni, ulitoa maoni ambayo yalionekana kutokuwa na biasness ya aina yoyote. Umeelewa? Sasa ni kama vile Ali ana hiyo reputation tayari. Sasa baada ya hiyo reputation kuwa anayo, je, sera yake kwenye kile ambacho anataka kwenda kukifanya madarakani ni kipi? Hapo sasa ndio inakuwa tena hiyo issue nyingine. Alafu unakuja kwenye swala la kwamba na yeye amejiandaa kwa muda gani. Sitaki kuamini kwamba hakujiandaa sawa sawa, kwa sababu hii ni chaguzi yake ya pili atakuwa anaingia. That means tayari kuna mwanzo ambao alishakuwa nao, kuna msingi ambao alishakuwa nao. Either kura hazikutosha kwa wakati ule, lakini kuna mwanzo alishauanza. Kwa haendi kuanza upya moja kwa moja. Kwa kutokea pale aliendelea vipi kubuild hiyo connection kuelekea kwenye uchaguzi unaofuata. Hiyo ndio itakuwa changamoto. Kama alizika mizizi yake pale wakati ule akasubiri tena kuibuka hapa, hiyo lazima itamsumbua. Mpira huko hivyo. Mpira unataka kama umeshindwa sasa hii safari hii, endelea kujihusisha, endelea kutengeneza mipango. Of course Ali lakini ameendelea kuwa katika mpira, wote tunafahamu wote hapa alikuwa kwa muda hapa alikuwa anakaimu kaimu wa maendeleo ya michezo Tanzania. Kwa hiyo ambapo anagusa sekta zote na kwa kofia yake ile maana yake amekuwa akitembea kote huko napo. Kwa kofia hiyo ninapotamani kumuona Ali sidhani kama anafit. Mimi sitamani kumuona hasa hapa juu. Naamini kama uko vizuri zaidi kwenye utendaji hapa chini hapa. Si kwa ubaya ama si kwa kutoheshimu nafasi ambayo anaitaka. Nafasi ya kidao. Yes. Kwenye utendaji namuona yuko vizuri zaidi Ali. Kwa nini? Kwa sababu ya kazi ambayo ameifanya akiwa
mkurugenzi pale kaimu, lakini hata katika maisha kawaida namna ambavyo ana operate, mimi nilikuwa natamani kumuona katika eneo kama hili. Keni mawazo yako, Yes, lakini lakini Mlasiri yeye anamuona, yeye anatamani kwa president. Na hapo ni unakuja na aliposema Job, yani maono ya Ali yatakuwa yana fit na ambaye yuko juu. Ndio. Yani ili ziive. Lakini pia ujue sio vibaya mtu ambaye ni mtendaji mzuri kuwa top. Kwa sababu unajua kuna baadhi ya viongozi ambao wao ni wazuri sana kwenye kuorganize viongozi wengine wakafanya majukumu alafu taasisi kaenda. Lakini kuna ambao wana uwezo mkubwa pia kiutendaji. Sasa mimi naamini ili uwe kiongozi mzuri unapaswa kuwa na hivi vyote vitu viwili. Kwa sababu kuna muda utahitajika kufanya kiutendaji, lakini kuna muda pia utapaswa kuwa na hiyo nguvu ya kiuongozi kwa ajili ya kuweza kuongoza wengine kwenye taasisi ili uweze kutimiza hayo majukumu. Sasa vyote. Yes, kama anavyo vyote manake moja kwa moja anafiti kwa rais wa TFF. Na mimi natamani rais wa TFF awe mtu ambaye anaweza pia kuwa mtendaji. Sio kila mtu kila siku yeye akawa tu anazungumza tu kwamba labda anatuma tu watu. Kama kuna nafasi yeye kutenda, anapaswa kutenda ili kuhakikisha kwamba mpira wetu unaenda mbele.